Ni kukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa kupitia The Bible Mine. Leo tukiwa tunachambua sura ya 7 ya kitabu kile cha Daniel, tukiwa na Dr. Kathleen Makundi ambaye Roho wa Mungu amemjalia leo neema na rehema kuwa naye nasi hapa tena kwenye episode nyingine, tukijikita na kudadavua kwa lugha rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Heri ya mwezi mpya. Heri nawe. Unapoanza mwezi mpya huo unatathmini nini sana? Yaani vipaumbele vyako kwa Mungu vinakuwa ni nini sana? Unatamani Mungu labda huwa akufanyie nini kwenye mwezi mpya unapokuwa unaingia? Kwenye mwezi mpya ninakuwa na vitu vikubwa viwili. Cha kwanza, mimi nimetembeaje na Mungu kwa huo mwezi uliopita, lakini pia katika mambo yangu ni nini nimefanikiwa, nini sijafanikiwa. Alafu jambo la pili ninaloliangalia ni namna gani naweza kuboresha mtembeo wangu na Mungu, lakini pia kuboresha mambo mengine ya maisha yangu, ikiwa ni pamoja na mahusiano yangu na watu wengine, biashara na kazi, huduma, vitu kama hivyo. Kwa hiyo pale penye mafanikio ninaendelea kushikilia, pale ambapo palikuwa na mapungufu ninaongeza juhudi. Okay, karibu bwana. Uwanja ni wako huu, tuende kuweza kumakinika katika kile ambacho Roho wa Mungu anatamani tujifunze kwenye kitabu cha Daniel ambacho tulianza nacho na bado tunaendelea kukichambua kwa kina zaidi. Asante. Kwa yule ambaye amekuwa akitufuatilia kuanzia sura ya kwanza, utagundua kwamba kwenye sura zote ambazo tumekwisha kufanya, ambazo ni sura ya kwanza hadi ya 6, mara nyingi zilikuwa zinaelezea maisha ya Danieli wakati akiwa kule utumwani Babiloni. Lakini kuanzia hii sura ya 7 na sura zitakazoendelea, tutakutana na unabii au nabii mbalimbali za Danieli kwa habari ya siku za mwisho, nabii ambazo zimeelezewa pia katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Na maalum kabisa kwa sura hii ya 7, ule unabii ambao Danieli anauona au yale maono ambayo Danieli anayaona yanaendana sana na kile ambacho tulikiona kwa sehemu kwenye ile Danieli sura ya 2. Kwa hiyo nitaelezea kwa ufupi kile ambacho tulikiona kwenye sura ya 2 kabla hatujaanza kusoma sura ya 7. Kwenye sura ya 2, kama tunakumbuka, ilikuwa ni ndoto ya mfalme Nebukadreza ambayo aliona sanamu ya mtu, kichwa chake kilikuwa cha dhahabu, alafu kifua chake kilikuwa cha shaba, alafu kifua na mikono, alafu tumbo pamoja na mapaja vilikuwa vya madini ya fedha, miguu yake ilikuwa ya chuma, alafu viganja vya miguu vilikuwa na mchanganyiko wa chuma na udongo wa mfinyanzi. Na Danieli kwa kujaliwa na Mungu akaweza kumtafsiria Nebukadreza tafsiri ya kile alichokiona, kwamba ni falme mbalimbali ambazo zitapita katika ulimwengu, akiwa anamwelezea kwamba kile kichwa cha dhahabu kilikuwa kinamaanisha ufalme wa Babeli pamoja na utukufu wake. Alafu kile kifua ambacho na mikono ambayo ilikuwa shaba ilikuwa ni ufalme wa Mede na Waajemi, na ile tumbo pamoja na miguu ambavyo vilikuwa ni vya madini ya chuma, navyo pia vilikuwa vinaendelea kuelezea ufalme wa Mede na Waajemi. Na hapana, ile tumbo pamoja na mapaja vilivyokuwa ni vya madini ya fedha vilikuwa vinaelezea ufalme wa Wagiriki ukiongozwa na Alexander the Great, na ile miguu ambayo ilikuwa ni ya chuma ilikuwa inaelezea ufalme wa Warumi, na miguu iliyochanganyika chuma na udongo ni falme zilizoendelea zilizokuwa na mchanganyiko wa utawala wa Kirumi pamoja na tawala nyinginezo. Sasa tukija hapa kwenye sura ya 7, tutasoma haya maandiko, alafu tutaona jinsi ambavyo Danieli anapewa na malaika tafsiri ya hiki anachokiona, alafu tutaona ni nini umuhimu wa huu nabii.
So tukianza kusoma, Biblia inasema katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wana namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Tafsiri zingine zinasema yale mabawa yakang'olewa. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu ya miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa 3 ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4, akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Moto kama moto mto kama moto ukatoka ukapita mbele zake. 10,000 wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa, na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe, na litazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Kusoma tafsiri ya neno inasema ni falme 4 zitakazotokea duniani. Lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, naam, hata milele na milele. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa 4 aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba,
aliyekula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Akanena hivi: huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Lakini hukumu itawekwa, nao watamwondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na watu wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Huu ndio mwisho wa jambo lile, nami Danieli fikra zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika, lakini naliliweka jambo hilo moyoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunapotazama haya maono ya Danieli, hii sehemu ya kwanza ya mstari wa 1 mpaka mstari wa 14 inaelezea kile alichokiona, na kuanzia mstari wa 15 tunaona Danieli anapewa tafsiri na malaika kwamba hawa wanyama 4 aliowaona ni falme 4 ambazo zitatokea duniani. Na akaelezea yule mnyama wa kwanza ambaye alikuwa anafanana na simba na mwenye mabawa, na huyu mnyama alikuwa akiwakilisha ufalme wa Babeli uliokuwa na nguvu na utukufu mkubwa, kama ambavyo tuliona kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya 2. Lakini tunaona kama maandiko yalivyosema, huu ufalme ulikuwa kwa wakati wake, na baada ya wakati wake kupita ukaja ufalme mwingine, ufalme wa 2 ambao unaelezewa na huyu mnyama anayefanana na dubu, ambaye Biblia inasema aliinuliwa upande mmoja na mifupa 3 ya mbavu ilikuwemo kinywani mwake. Ukijaribu kufuatilia kwenye materials nje ya Biblia, zinaelezea kwamba huu ufalme wa 2 ambao kama tulivyoona kwenye ile sura ya 2 ni ufalme wa Wamedi na Waajemi, ni ufalme ambao uliweza kuzishinda falme 3 ambazo kwa sasa ni Iraki, Uturuki pamoja na Misri. Na ndiyo tafsiri ya ile kwamba huyu mnyama alionekana ameshika mbavu 3 kwenye mdomo wake. Kwa hiyo pamoja na kutisha kwake, pamoja na kushinda hizi falme nyingine, wakati wake ulipofika, ufalme mwingine ulikuja. Na huu ufalme unatafsiriwa kama chui aliyekuwa na mabawa 4, lakini pia aliyekuwa na vichwa 4. Na ukifuatilia kwenye materials nje za Biblia, inaelezea ufalme wa Kigiriki ambao ni ufalme ulioongozwa na Alexander the Great. Ni ufalme uliokuwa na nguvu na ulikuwa kwa kasi kubwa, na kadiri ambavyo aliendelea kufanikiwa, tunaona Alexander the Great alifariki akiwa mdogo na alikuwa na makamanda wake 4. Kwa hiyo baada ya kufariki, tunaona ufalme ukagawanywa kwa makamanda wake 4, kama inavyoonekana kwa huyu mnyama kwamba alikuwa na vichwa 4. Hata hivyo, pamoja na hayo,
tunaona ufalme wake ukaisha. Alafu tunaona kuna huyu mnyama wa 4 ambaye Biblia inatuambia Danieli alishindwa kumfananisha na mnyama mwingine kama hizi falme 3 ambazo zimetangulia, na anajaribu kuelezea kwamba huyu mnyama alikuwa ni mwenye kutisha. Na tukirudi kwenye Danieli sura ya 2, tunaona ufalme huu wa 4 ambao unawakilishwa na ile miguu ya chuma ama ufalme wa Kirumi uliokuwa na nguvu sana kupita falme zote ambazo zilikuwa zimetangulia. Na ukifuatilia kwa mfano ufalme wa kwanza wa Babeli pamoja na ufalme huu wa Wamedi na Waajemi ni falme ambazo zilitawala kipindi ambacho Danieli alikuwepo, aliona. Lakini hizi tawala zinazoendelea Danieli hakuweza kuziona. Tunaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, utagundua kuna vitu vinaelezewa vinavyofanana na hivi vilivyoelezewa kwa habari ya huu ufalme wa 4 ambao materials mbalimbali zinatueleza kwamba ulikuwa ni ufalme wa Kirumi, lakini baada ya ufalme wa Kirumi kutokea, tunaona kuna falme 10 nyingine zinakuja kutokea, alafu kuna ufalme mwingine utakaokuja kutokea unaowakilishwa na hii pembe ndogo ambayo tumeisoma, ambayo mwisho wa siku ndio inayokuja kufanya vita na watakatifu, ndio inayokuja kutaka kubadilisha nyakati na majira. Na ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana utagundua kwamba ilikuwa inazungumzia mpinga Kristo, na inaelezea jinsi ambavyo alifanya vita na watakatifu na alipewa muda wa kufanya hivyo. Biblia kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana inaelezea kwamba alipewa mamlaka kwenye hicho kipindi ambacho Mungu akitupa nafasi tutakuja kuangalia, ni kile kipindi cha dhiki kuu, na yeye alipewa huyu mpinga Kristo alipewa nafasi kwenye ile miaka 3.5 ya mwisho, ambapo alifanya vita na watakatifu na akawashinda. Lakini haiishii hapo. Tunaona kwamba Danieli amejaribu kutueleza, lakini pia imeelezewa kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana kwamba mwisho wa siku hukumu ilitolewa, na baada ya hukumu kutolewa tunaona hii pembe au huu ufalme ambao ndiye mpinga Kristo ulikuja kuangamizwa. Na tunaona Yesu kama ambavyo Danieli amemtaja hapa kama mwana wa mtu au mwana wa Adam, kama ambavyo na Yesu pia alikuwa akijitamka kwenye zile Injili, anapewa kutawala yeye pamoja na watakatifu. Biblia inatuambia kwamba Yesu atakavyokuja kutawala, sisi watakatifu, sisi tulio watu wake, tutatawala pamoja naye. Kwa hiyo hii pembe pamoja na nguvu iliyokuwa nayo, pamoja na maneno ya makufuru, pamoja na kuwatesa watakatifu, ulifika muda wake, ilikoma, iliangamizwa. Na tunaona Kristo anakuja, anatawala pamoja na watu wake. Sasa ni nini ambayo tunajifunza kwenye haya yote? Tumeona kwa ufupi, ni neno ambalo tunahitaji kulielewa kwa uzuri, sio kwa muda mfupi kama ambavyo tumefanya hapa. Lakini kwa uchache huu, nini tunaweza kujifunza? Jambo la kwanza ni kwamba majira na nyakati viko katika kwenye mkono wa Mungu. Ukirudi kwenye hii sura ya 2, Danieli alijaribu kuliweka hili wakati anavyomtafsiria mfalme Nebukadreza ile ndoto. Ukisoma kwenye huu mstari wa 27, tukianzia hapa, Biblia inasema Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayo kuwako siku za mwisho. Ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani mwako ni hizi. Nafikiri sio mistari hii. Kuna mstari
sema sijaupata ni wangapi. Danieli anajaribu kumshukuru Mungu baada ya Mungu kumfunulia ile ndoto ya Nebukadreza kwamba nyakati na majira viko kwenye mikono wa Mungu, na yeye anamuweka mtu amtakaye kwa wakati wake. Tunaona falme zote hizi Mungu aliziruhusu, kuanzia ufalme wa Nebukadreza, wa Babeli, ufalme wa Wamedi na Waajemi, wa Wagiriki, wa Warumi, mpaka atakao kuja kutokea wakati huo wa mwisho. Yote haya yaliamuliwa na Mungu, na ndivyo ambavyo hata nyakati za mwanadamu individually, achana na falme, nyakati za mwanadamu ziko kwenye mkono wa Mungu. Na yote ambayo yanatokea kwenye maisha ya mwanadamu ambaye amejiungamanisha na yaliyo mapenzi ya Mungu, tunaona yanatokea kwa kadiri ambavyo Mungu ameyakusudia yatokee. Lakini jambo la pili tunaloliona ni kwamba ufalme wa Mungu ni ufalme wa milele na hauna mwisho. Tukija kwenye hiki kitabu cha Danieli sura ya 7, tukisoma ule mstari wa 10 hadi wa 12, Biblia inatuambia mto kama moto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe, na alitazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Alafu mstari wa 12 anasema, na kwa habari za wale wanyama wengine au zile falme zingine, walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwana wa Adamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, akamleta karibu naye. Mstari wa 14 anasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Alafu anasema mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Kwa hiyo unaona Mungu anawapa watu ufalme na Mungu anawaondolea watu ufalme. Lakini tunaona ufalme ambao alimpa Yesu, kama alivyoelezewa hapa na Danieli, ni ufalme wa milele, ufalme ambao hautapita kamwe, na kila taifa, kila lugha, kila ufalme, kila kabila wanatakiwa kumtumikia yeye na yeye peke yake. Lakini pia ni nini tunaendelea kujifunza kwenye hii sura ya 7? Ni kwamba kile alichokipanga Mungu kinatokea. Tunaona Danieli aliona haya maono kipindi cha tunaona kwenye ile sura ya 2 alitafsiri ile ndoto kipindi Nebukadreza akiwa ni mfalme, au ufalme wa Babeli ukiwa nguvuni. Na tunaona kipindi cha Belshaza ambaye naye alikuwa bado ni mfalme wa Babeli, anayaona haya maono ambayo yalitimia kipindi cha Nebukadreza, yakatimia upande wa Wamedi na Waajemi, yakatimia ulivyokuja ufalme wa Wagiriki na ulivyokuja ufalme wa Warumi, na yanaendelea kutimia. Na hii inatuambia nini? Chochote ambacho amekipanga Mungu na chochote ambacho amesema Mungu kitatokea, kitatokea. Na kama alichokisema Mungu kitatokea, huu ni wito kwetu. Biblia imezungumza sana kwa habari ya mambo yatakayokuwako siku za mwisho, na inaendelea kutusisitiza na kumsisitiza kila mtu kumgeukia Yesu ambaye Biblia inamtaja kama njia na kweli na uzima. Hakuna mtu atakayemuona Mungu isipokuwa kwa yeye. Hivyo kama ambavyo yalitimia kulingana na unabii wa Danieli na yanaendelea kutimia, yale ambayo yamesemwa kwa habari ya siku za mwisho na kwa habari ya utawala wa Mungu na kwa habari ya mbingu mpya na nchi mpya, ni mambo ambayo ni kweli na yatatokea. Hivyo ni wito kwetu sisi ambao bado hatujamkubali Yesu, bado hatujampa Yesu maisha. Mbingu mpya na nchi mpya vipo, na jehanamu ya moto ipo kama ambavyo Biblia inasema. Kwa hiyo inatupasa kumgeukia Kristo, kumfuata yeye aliye njia na kweli na uzima. Na kama tulivyoona kwenye kipindi cha mwisho, niligusia kitu kidogo kwamba mara nyingi tunatafutaga kuziokoa nafsi zetu, lakini Yesu aliwaambia watu kwamba
Yeyote anayetafuta kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yule ambaye ataiangamiza nafsi yake kwa ajili ya Kristo ataiponya. Dunia ina comfort nyingi, lakini tusipokuwa makini tukaendekeza kufuata comfort za dunia, wakati utakapofika wa Yesu kurudi kuja kulichukua kanisa lake, wakati utakapofika wa Yesu kutawala, watu wataangamia wasipomkubali Kristo. Kwa hiyo ni wito kwamba kwa sababu aliyoyasema Mungu yanatimia, tunaweza kumwamini na kufanya inavyotupasa, kumgeukia yeye sasa, ili wakati atakapokuja kutawala, tutawale naye. Amina. Neno la hekima tunapomaliza. Neno la hekima tunapomaliza ni kwamba Biblia ni kweli. Yaliyoandikwa, hata kama yaliandikwa kipindi ambacho hatukuwepo, miaka mingi iliyopita, imejaa kweli na uhalisia wa maisha ambayo mengine tumeyaona, mengine bado hatujayaona, lakini ni halisi na yatatokea. Kwa hiyo tuiamini Biblia na tuifuate kile inachokisema. Kwa namna hiyo ndipo tutakapoishi. Yoshua anaambiwa na Musa kwamba kitabu hiki cha Torati, anaambiwa na Mungu, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani kwako, uyatafakari maneno yake usiku na mchana, ndipo utakapofanikiwa katika yote unayoyafanya. Kwa hiyo tuisome Biblia, tutafute kuielewa, tuiamini na tufuate kile ambacho inatuambia. The Bible Mind tunatamatisha hivyo. Next episode tutajikita kwenye sura ipi? Tutaendelea na sura ya 8. Next episode tutaendelea na sura ya 8 kwenye kitabu cha Daniel. Hii ni The Bible Mind, na hivyo ndivyo tunatamatisha kwa episode ya leo, ambapo tulikuwa tunazungumzia Daniel sura ya 7.